الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, leo tutakumbushana kuhusiana na kipengele cha kufunga swala ndani ya swala. Hayya ala salat. Ndugu zangu katika imani, mada yetu ni sallu kama raaitumuni usalli, tuwe tunaswali kama tulivyomuona Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akiswali. Katika kipengele cha kufunga swala, baadhi yetu tunakosea na baadhi yetu tunapatia. Ukiziangalia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama, utaona ya kwamba imepokelewa aina 3 za kufunga swala. Aina ya kwanza, hii kafu hiki kitanga hiki wakikutanisha na kitanga cha mkono wa kushoto. Kwa maana kitanga na kitanga, waweka kitanga chako cha mkono wa kushoto kifuani, kisha kitanga cha mkono wa kuume kinakuwa juu. Hii ni aina ya kwanza ya kufunga swala. Aina ya pili, kwenye mafswali hapa, kwenye maunganishio, unakutanisha maunganishio na maunganishio. Na aina ya tatu ni kushika hapa. Hizi ni aina 3 ukiangalia katika hadithi za swala zimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama. Miongoni mwa makosa ambayo baadhi yetu tunayafanya wakati wa kufunga swala, kuna baadhi yetu tunafunga swala hivi. Haya ni miongoni mwa makosa. Kuna baadhi yetu tunafunga swala hivi. Haya ni miongoni mwa makosa. Kuna mtu nimemshuhudia anafunga swala, yani vitanga vyake havifiki kifuani. Anasema Mtume amesema alionekana anafungia swala kifuani, kwa sababu imekuja kwenye hadithi ala sadrihi, kwamba juu ya kifua chake, kwa maana yeye anafunga hivi. Kwa maana mikono haigusi huko kifuani, hapana. Anasema hivi ndio juu ya kifua. Naona uelewa mbovu ndugu zangu katika imani, katika lugha ya Kiarabu. Juu ya kifua ni hapa, kwamba mtu amekaa juu ya kiti, yatakiwa kutane na kiti. Kwa hiyo kifua, juu ya kifua alivyokuwa anafunga swala Mtume sallama, sio hivi, hapana, unagusisha. Vile vile katika makosa ambayo baadhi yetu tunayafanya, kuna wale ambao wanafungia swala shingoni, anaonyesha unyenyekevu wa hali ya juu. Hapana, unyenyekevu unapatikana katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, si kujikaba. Hili ni kosa ndugu zangu katika imani. Na kuna baadhi yetu tunaachia mikono. Iliyothibiti ni kufunga mikono ndugu zangu katika imani. Na wanaelezwa na chuoni, yule atakayeswali hali ya kuwa ameachia mikono, swala yake ni sahihi, lakini kwenye thawabu itakuwa ni tofauti na yule aliyefunga kama alivyofanya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Vile vile zimepokelewa hadithi nyingi, baadhi ya wanachuoni wanazisahihisha, wengine wanaziofisha, kuhusiana na kufungia chini ya kitovu. Kuna wengine wanafunika kitovu. Lakini ukiangalia hadithi ya Wa'il ambao kaitaja Sheikh al-Albani rahimahullah katika Irwa'il Ghalil, Wa'il anasema niliweka nia kutoka nyumbani na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam msikitini na kumwangalia anavyoswali kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kwa hiyo alipomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoswali, Wa'il anasema nikamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka mikono yake kifuani mwake. Kwa hiyo Allah ndugu zangu katika imani, lile ambalo limethibiti katika ufungaji wa swala tulifanye kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia makosa wakati wa kufunga swala, kuna kipengele cha kunyanyua mikono. Vitanga hivi, ima usawa wa masikio ama usawa wa mabega, hili limethibiti ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo Allah ndugu zangu katika imani, tuwe tunafunga mikono kama ilivyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, na wala tusi tunafanya kinyume chake. Hayya ala salat. Ndugu zangu katika imani, kuna baadhi ya makosa ambayo tunayafanya ndani ya swala zetu wakati wa kufunga mikono. Kuna baadhi yetu tunafunga mikono hivi.
hili ni kosa. Kuna baadhi yetu twafunga mikono hivi, hili ni kosa. Kuna baadhi yetu twafunga mikono hivi, mikono haigusi kifuani, hili ni kosa ndugu zangu katika imani. Ukiangalia hadithi kuna namna 3 ambazo zimethibiti. Namna ya kwanza, hiki kitanga unaiweka juu ya kitanga kingine, na kwenye maunganishio unakutanisha na maunganishio ya mkono wa pili, na vile vile kushika. Hizi ni aina 3 ambazo zimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama. Allah na kuhusieni ndugu zangu pamoja na kuihusia nafsi yangu, lile ambalo limethibiti tuwe tunalifanya ndani ya swala, lile ambalo likuthibiti tujitahidi tuliache, ili swala zetu ziwe sahihi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.